Amina, amina. Karibu kwenye tafakari kutoka kwenye kitabu kizuri sana kinachoitwa Hazina 200 za Furaha ya Mwanamume. Hazina 200 za Furaha ya Mwanamume. Kitabu hiki ni kikubwa, kina kurasa zaidi ya 700 kama unavyoona. Kitabu hiki kina hazina nyingi sana ambazo mwanamume ukizipata au ukikisoma unaweza ukaenjoy sana. Unaweza ukaenjoy sana. Kwa hiyo katika sehemu ya kwanza ni utangulizi, ambao kwenye huo utangulizi tunaangalia milango 12 ya hazina ya furaha ya mwanaume. Hii ni milango 12 ya furaha, milango 12 ya hazina ya furaha ya mwanaume. Kumbuka huu ni utangulizi tu, ni utangulizi ambapo hapo tumeona mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza ni furaha kupitia mke anayejua kumtii mume wake kwa kila jambo. Mlango wa kwanza wa hazina ya furaha ya mwanaume ni furaha kupitia mke anayejua kumtii anayejua kumtii mume wake kwa kila jambo. Mwanamke anayejua kumtii mume wake kwa kila jambo atasababisha mume wake kuwa na furaha kila wakati. Mwanamume ambaye mke hawezi kumtii kwa kila jambo hawezi kuwa na furaha hata kama atakuwa ni tajiri. Ni kwa sababu hiyo wanaume wengi hujikuta wakisukumwa zaidi kutafuta wake watakao watii kwa kila jambo ili waweze kuwa na furaha. Alafu mlango wa pili ni furaha kupitia mke aliye na mtazamo kama wa mume wake. Mwanamume mwenye mke ambaye wamefanana kimtazamo ana furaha sana. Mwanamume ambaye ana mke asiyefanana au ana mke wasiyefanana mtazamo hawezi kufurahia maisha hata kama atakuwa na mali nyingi kiasi gani. Hii ni kwa sababu kwamba ikiwa mtazamo wa mke hauendi sambamba na mtazamo wa mume wake, anaweza kuwa kinyume na kila maamuzi atakayoyachukua mume wake. Na kwa sababu hiyo mwanamume ataweza kuwa na furaha, hataweza kuwa na furaha hata kama angekuwa na utajiri mkubwa kiasi gani, hawezi kuwa na furaha. Alafu mlango wa tatu ni furaha kupitia mke anayetambua nafasi ya mume wake. Hapa tumeishia hapa. Fuatilia zaidi kwenye mwendelezo ambao unaendelea, kwa sababu hiki ni kitabu kikubwa na kina mambo mengi. Kimesheheni hazina 200 za furaha ya mwanaume. Kwa hiyo jitahidi tu vile unavyoweza kufuata hatua kwa hatua. Ingia kwenye YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho. Utapata haya mafunzo, utapata haya masomo na mengine mengi zaidi yanayohusu ndoa, yanayohusu utumishi, yanayohusu injili ya kweli, yanayohusu utakatifu, yanayohusu neema ya Mungu na vitu kama hivyo. Utapata huko, kwa sababu ni Saa ya Uzima wa Roho. Naandika tu kwa herufi kubwa, Saa ya Uzima wa Roho. Na ikiwa kitabu hiki utakihitaji, basi utanijulisha kwa namba ya WhatsApp
ya 0759121631, na kwa namba ya kawaida ni 0763359745. Unaweza ukanipigia kwa namba hizo. Kumbuka ndugu yangu, mwanaume ambaye hana furaha kwenye ndoa, siku zake za kuishi duniani si nyingi. Kwa hiyo hili jambo uliangalie. Wanaume wengi wanakufa mapema au wanakufa haraka kwa sababu hawana furaha kwenye ndoa. Tafadhali hilo jambo ulikumbuke na ulizingatie, litakusaidia sana. Na kitabu hiki kinaweza kikawa msaada wa kuongezewa miaka kupitia ujumbe na ufahamu utakao upata na kuingiza moyoni mwako. Kwa kuwa tumeambiwa, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Chemichemi za uzima zinaingizwa wakati unapokuwa unapokea maneno ya uzima kama haya, ambayo yanakupa furaha, yanakupa changamko, yanakupa matumaini, yanakupa uhakika. Hiyo ni chemichemi ya uzima inayokuwa inaingia ndani ya roho yako. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima wa ndoa yako, chemichemi za uzima wa afya yako, chemichemi za uzima wa kazi yako, chemichemi za uzima wa miaka yako na umri wako. Kwa hiyo kitabu hiki